Ukisoma sisi, ukisoma katika mambo ya udaktari, mwanamke anapokutana na mwanamume akapokea mbegu za kiume katika lile tendo la ndoa, mwanamke yule huwa amepokea mbegu ambazo zinakwenda kurikava maisha ya mwanamke kila sekta: akili, afya ya mwili, afya ya akili, yani kila kitu cha mwanamke, ule mwili wake wote unajengeka kupitia zile mbegu za kiume zilivyoingia katika mwili wake. Tunaelewana? Anasema anapokutana na mwanamume na akapokea zile mbegu ambazo zikagawanya madini katika maeneo tofauti ya mwili wake mwanamke, zile mbegu ili zi-expire na ili zitoke katika ule mfumo wa yale madini ambayo yameingia katika mwili wake, zinahitaji siku 90 au zinahitaji apate hedhi mara hizi. Akipata hedhi mara 3, ile hedhi huwa imeondosha athari zote za mbegu zile za kiume, na ama akikaa siku 90 mwili wake automatically unakuwa umejichuja na kurudi katika maumbile yake asili ya mwanamke, kwa kuondosha zile athari za mwanamke aliyekutana naye. Kwa ina maana kumbe sheria leo imeweka mwanamke akaeda ili kuondosha athari ya yule mume wa kwanza. Akimaliza ataolewa, ataingia katika mfumo mwanamume mpya. Sisi tunaelewana? Pale na sisi tukumkawiza, tukajifanya na sisi maswahaba kipindi cha Mtume, tunaambia haya, tukuulize wewe mwana sekula, vipi ikiwa sasa mwanamke ndo ameachwa hakukaeda, ama tuchukulie mwanamke anayefanya zinaa, kwamba leo amekutana na mwanamume huyu, amepokea hizo mbegu zikaingia katika mgawanyiko wa mwili wake, kesho na kesho kutwa akakutana na mwanamume mwingine amepokea mbegu nyingine. Unapatikana shida gani kwa mwanamke huyu? Akasema ndio haya magonjwa ya kansa ya vizazi, sio shingo ya kizazi imefanyaje. Haya magonjwa wanawake asilimia kubwa asili yake ni hiyo, kwamba mwili wake umechanganya mbegu za wanaume tofauti ndani ya muda mfupi. Zile mbegu zimekwenda kule, zimehatarisha afya yake badala ya kumsaidia afya yake. Uislamu unafanya kazi kubwa au ufanye kazi kubwa? Maumbile nani haya yanazungumziwa hapo? Ya mwanadamu. Leo wanawake wanaumwa kuliko maelezo. Kumbe kinachowafanya waumwe miongoni mwa sababu kubwa ni kule kuchanganya tu. Leo katembea na huyu, kesho katembea na yule kule.